Kimkando kwa upande wake anatuelezea jinsi Diamond alivyojipanga na show kubwa hii ambayo inakuja, lakini pia faida yeye kutembelea makao makuu ya ofisi hizo kubwa zinazojihusisha na masuala ya muziki. Oh yeah. Of course msanii kajipanga vizuri, na nadhani watu mnaona yenyewe mtandaoni tangu amefika Marekani kuna mwendelezo wa kufanya tour mbalimbali kupita katika platforms tofauti ambazo na muziki yote, katika kuhakikisha tunatengeneza profile nzuri na kupata njia sahihi zaidi za in terms of promotion na marketing kupitia hizi platforms tofauti ambazo zinatumika kusambaza na kuuza nyimbo zetu. Tumeona Tidal tuna watu tunafahamu ni moja kati ya platform kubwa sana Marekani na duniani. Wanaongea kwa Tanzania haipatikani, lakini still sisi wenyewe pia tunanufaika nayo kama Tidal, kwa sababu tuna mashabiki wako sehemu mbalimbali kuanzia Marekani, sehemu zingine ambao wanatumia mtandao huo kusikiliza. So ilikuwa kukutana na watu ambao wanajihusisha na masuala ya marketing, muziki na nini. Kwa msanii inakuwa inasaidia zaidi, kwa sababu unapokuwa na direct access na watu kama hao inakuwa inakupa zaidi wewe nguvu. Tumeona ameenda katika ofisi za Audiomack pale, amefanya performance ya Katam na vitu vingine vya kudiscuss. Pia ni mmoja kati ya muendelezo vile vile kuhakikisha unakuwa karibu na hizi platforms ambazo zinasambaza muziki, ili kuna urahisi wa ufikishaji wa kazi, lakini pia kuhakikisha tunapata taarifa sahihi pamoja na kujua namna nzuri ya kuhakikisha nyimbo zetu zinafanya vipi vizuri katika platform husika, pamoja na kwenda kwenye vituo tofauti vya radio vya Marekani katika kuhakikisha naendelea kupromote Diamond na kukuza ukuaji wake na kutanua masoko mbalimbali duniani. Nadhani kama mnaona mwaka jana Diamond alikuwepo katika jalada la Billboard na katika kuhakikisha kupromote yeye kuwa nominated katika tuzo za Grammy. Kwa mwaka huu umeona ameenda pale physically. Yote pia inaonyesha kabisa kwamba hatukuishia tu katika kuhakikisha tunatangaza kwenye jalada lao, lakini ni kufika pia katika ofisi zao na kukutana na watu wanaohusika na masuala ya marketing, promotions na kila kitu. Never know, unakuta jalada linalofuata front page Diamond yuko pale. Kwa hiyo kitu chote kinawezekana. Yote ni katika kuhakikisha naendelea kuexpand growth yake, kutanua masoko, kisha na watu tofauti wanaendelea kumfuatilia na kumjua zaidi Diamond na muziki wake. Especially tumeona nyimbo kama Kwa Masava imefungua milango mingi sana. Naona sasa hivi kuna hii Osama Jam. Yote ni mafanikio ya track kama ile pale. Na kama msanii na hajaishia hapo, unaona anaendelea kuachia ngoma kila siku. Juzi katoa one of the East African masterpiece Katam, ngoma kali sana, na kuna Babu na Obvious, kuna zingine kali zinaendelea kuja. So yote ni kutengeneza tu njia endelee kuwa smooth na kuhakikisha hata hao wanaofuata mbele wasipate tabu, waone kila kitu kinawezekana. The Switch.